Sifiwe mtazamaji wa New Agape TV. Karibu katika kipindi chetu kizuri cha siku ya leo, kipindi cha kujifunza neno la Mungu. Na leo tutaenda kujifunza hadithi ya mwanafunzi mmoja ambayo inapatikana katika kitabu cha Matendo sura ya 9 mstari wa 36 hadi wa 44. Hiyo hadithi inasema kuna mwanafunzi mmoja alikuwa akiishi katika mji wa Yafa. Huyo mwanafunzi alikuwa kazi yake alikuwa anashona nguo, lakini katika kazi yake alikuwa anatenda matendo mema mbele za Mungu. Lakini achana na kutenda matendo mema, alikuwa akitoa sadaka mbele za Mungu. Lakini Biblia inatuambia kuna siku moja ilifika, yule mwanafunzi aliumwa sana, akaugua sana. Alipougua akafa. Sasa kwa sababu yule mwanamke alikuwa amejiwekeza kwa watu wenye shida za aina mbalimbali, alikuwa anapofanya hiyo kazi yake alikuwa na tabia ya kuwasaidia wajane, anawapatia mavazi, anawasaidia watu wenye shida za aina mbalimbali. Sasa alivyougua akafa, wale wajane wakasikia habari za mtumishi wa Mungu Petro akiwa anahubiri katika mji wa Lida, na huo mji wa Lida ulikuwa jirani na Yafa. Wale wajane wakaenda wakilia machozi, wanamlilia Petro, wakamwambia habari za huyo mwanafunzi ambaye alikuwa anaitwa Dorcas, kwenye mabano Tabitha, yaani maana yake ni paa. Sasa Petro aliposikia habari za huyo mtumishi wa Mungu na wale wamama walikuwa wakilia kwa uchungu sana, Petro akajiuliza, kwa nini hawa watu wanalia kwa uchungu? Huyu mwanafunzi aliyekufa aliyekuwa anawasaidia kitu gani, au ana mchango mkubwa wa namna gani kwenye maisha yao? Petro akatoka katika mji wa Lida akaenda mpaka mji wa Yafa ambako alikufa huyo mwanafunzi. Alipofika pale yule mwanafunzi walikuwa wamemuandaa kwa ajili ya kumzika na wamemweka orofani. Orofani ni kama gorofani, yani wamemuandaa tayari kwa ajili ya kumzika. Petro akawaambia wale waliomuandaa, mleteni huyo mwanafunzi. Walivyomleta yule mwanamke, Petro akamuombea na akapona. Ni kwa nini yule mwanamke alipata ufufuo kwa mara nyingine? Ni kwa sababu ya machozi ya wale wajane. Na kwa nini wale wajane walilia machozi? Ni kwa sababu ya yale matendo mema ambayo aliyawekeza kwa wale wamama. Alipokuwa akifanya kazi yake, alikuwa na tabia ya kuwasaidia bila kuwatoza chochote. Kwa hiyo shauri mtazamaji wangu, ninakushauri mama, ninakushauri kaka, ninakushauri dada, ninakushauri kijana, kama Mungu amekupa neema ya kufanya kazi ya aina yoyote, inakubidi uwe na tabia ya kuwekeza. Unajua kwenye hii dunia tuliopo kuna watu wengi wenye matatizo ya aina mbalimbali. Hivyo ninakushauri leo uwe na tabia ya kuwekeza matendo mema. Ukiona mtu ana tatizo la aina yoyote, kijana mwenzangu, msaidie yule mtu na usimtoze hela. Ukiona mtu ana shida ya aina yoyote, labda ana uhitaji wa fedha na wewe Mungu amekubariki, uchumi wako unaruhusu, msaidie. Labda ana uhitaji wa ushauri na wewe Mungu amekupa hiyo karama ya ushauri, mshauri. Labda ana uhitaji wa jambo lolote kufanyiwa na una uwezo wa kumsaidia hilo jambo, msaidie. Huwezi kujua huyu mwanafunzi alikufa katika hali ya kimwili, lakini wewe huwezi kujua. Labda kama upo kwenye ndoa yako imekufa, huwezi jua yule mtu uliyomsaidia anaweza akalia mbele za Mungu kwa namna gani na Mungu akaifufua upya ndoa yako. Huwezi kujua, labda biashara yako imekufa au inaelekea kufa. Je, yule mtu uliyomsaidia anaweza akachukua nafasi au akachukua mzigo kulia mbele za Mungu na Mungu akaifufua ile biashara yako. Huwezi kujua jambo lolote, labda huduma yako imefika mwisho, labda huduma yako inataka kufa, lakini kwa sababu ya msaada uliochukua nafasi ya kumsaidia yule mtu, akasimama mbele za Mungu akalia kwa mzigo ili aweze kukusaidia katika lile jambo, au aweze kukusaidia katika ile huduma yako na ikafufuka upya. Huwezi kujua umefanya, yani una vitu vingi unavipitia ambavyo unajua kabisa hapo akili zako zimefika mwisho. Labda biashara yako, familia yako, unapitia mambo magumu mengi na unashindwa msaada wa aina yoyote. Ni kwa nini? Nakufundisha na nakukumbusha siku ya leo uwe na tabia ya kuwasaidia watu. Wale watu watabeba mzigo kuomba mbele za Mungu kwa ajili ya kukusaidia lile jambo ambalo linakusumbua au linakutesa kwa muda mrefu. Hivyo ninakushauri hata pia mama, uwezi kujua unapitia mambo mangapi kwenye maisha yako. Uwe na tabia ya kusaidia watu wa aina mbalimbali. Huyu mwanamke aliwasaidia wajane. Wajane wakaenda mbele ya mtumishi wa Mungu Petro, wakalia na Petro akamfufua yule mama. Sasa
huyu kama aliwasaidia wajane, wewe unaweza labda siku ukajitolea ukaenda kwenye kituo cha watoto yatima ukawasaidia msaada wa aina yoyote. Unaweza ukajitolea pia ukaenda mahospitalini. Kuna watu wanahitaji msaada wa kifedha, kuna watu wanahitaji msaada hata wa maombi, kuna watu wanahitaji msaada wa ushauri, kuna watu wanahitaji faraja. Unaweza ukafanya hivyo, utakuwa umetenda jambo kubwa sana mbele za Mungu. Hivyo nakushauri tusiwe watu wa kukaa tu na labda kumtumikia tu Mungu kwa namna ya kuingia kanisani na kufanya labda huduma au karama ile Mungu aliyokupa. Kuna misaada ya aina nyingi ambayo katika hii dunia kuna watu tunao wengi wanahitaji kusaidiwa. Hivyo huyu mwanafunzi kilichomfanya akafufuliwa ni ule msaada wake. Aliwasaidia wale wajane kwa kuwapa mavazi. Hakuwatoza kitu chochote, wala hakutaka hela, wala hakutaka jambo lolote. Na wale wajane wakasimama kwa nafasi yao kulia mbele ya mtumishi wa Mungu Petro, na Petro akamsaidia yule mwanamke. Asante sana na Mungu akubariki. Karibu katika vipindi vinavyoendelea. Jina langu ni Esther Musa. Usisahau kutufollow katika mitandao yote ya kijamii. Tunapatikana kwa jina la New Agape TV. Mungu akubariki sana mtazamaji wangu.